Na kutoka CGTN kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Taasisi za uwekezaji za kimataifa zaridhishwa na mustakabali wa uchumi wa China mwaka wa 2026. Chakula cha sikukuu ya mwaka mpya wa jadi wa Kichina kwa wanyama chazidi kupata maarufu China. Na mkahawa wa kwanza unaotumia roboti wafunguliwa mashariki mwa China. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa. Usiondoke. Na taasisi kadhaa za kifedha za kimataifa zimeonyesha imani kubwa katika uimara na nguvu ya uchumi wa China, zikitabiri kuwa mwaka huu wa 2026 nchi hiyo itaongeza uhakika wa maendeleo ya dunia kupitia ukuaji wa mauzo ya nje na ongezeko la matumizi ya ndani. Hii hapa ni ripoti niliyokuandalia. Taasisi nyingi zina matumaini makubwa kuhusu mabadiliko ya kimuundo katika sekta ya mauzo ya nje ya China. Katika ripoti yake ya hivi karibuni, Goldman Sachs ilibainisha kuwa mauzo ya nje ya China sasa hayategemei tena faida ya gharama pekee, bali yanachochewa zaidi na maendeleo ya teknolojia na ufanisi wa minyororo ya ugavi. Hatua hii imeifanya China kujenga mkusanyiko wa uzalishaji wa kimataifa usioweza kubadilishwa katika sekta za uzalishaji wa kisasa na wa ubora wa juu. Benki ya UBS iliunga mkono mtazamo huo, ikisema ushindani wa bidhaa za China katika soko la dunia unaendelea kuwa imara. Muundo wa bidhaa za mauzo ya nje unaendelea kuboreshwa, huku sekta za thamani ya juu na teknolojia ya kisasa zikiongeza kwa kasi ushindani na sehemu yao ya soko. Makampuni ya China yanaendelea kupanua masoko ya kimataifa kupitia uboreshaji na ubunifu wa bidhaa, kupanga upya mifumo ya bidhaa na kuuza nje huduma zaidi, zikiwemo magari, betri, nishati ya jua na vifaa vya gridi ya umeme. Wakati wa urejeshaji na uboreshaji wa matumizi ya ndani unatajwa kuwa nguzo muhimu ya ukuaji wa uchumi wa China, taasisi kadhaa zimeonyesha mtazamo chanya kuhusu kufufuka kwa soko la watumiaji nchini humo. Kwa upande wa uchumi unaochochewa na mahitaji ya ndani, tunaona mabadiliko ya wazi ya kimiundo yakijitokeza. Aidha, taasisi nyingi za uwekezaji wa kigeni zimebainisha kuwa minyororo thabiti ya viwanda na ugavi ya China inaifanya kuwa miongoni mwa maeneo yanayopendelewa zaidi na makampuni ya kimataifa kupanua shughuli zao mwaka wa 2026. China ina mlolongo wa viwanda uliokamili zaidi duniani. Kwa makampuni ya Ujerumani na Ulaya, soko la China linaendelea kuwa kivutio kikubwa zaidi kwa kuwa minyororo yake ya ugavi ina uwezo mkubwa na wa kuunganisha bidhaa na kutoa bei ambayo ni shindani. Kadri sikukuu ya mwaka mpya wa jadi wa Kichina inavyokaribia, wamiliki wa wanyama wa kufugwa nyumbani nchini China wameanza kusherehekea kwa njia mpya. Kampuni za chakula cha wanyama sasa zinatengeneza vyakula maalum vya sikukuu ili hata wanyama wao washiriki furaha ya sherehe hii muhimu ya kitamaduni. Tom Njala ana maelezo zaidi. Katika kiwanda cha kusindika chakula cha wanyama mjini Zhenjiang mkoani Jiangsu mashariki mwa China, wafanyakazi wanatengeneza vifurushi maalum vya chakula cha sikukuu ya mwaka mpya wa jadi wa Kichina. Vyakula hivyo vinatengenezwa kwa kutumia nyama safi ya kuku, virutubisho na viungo bora, vikiwa vimeundwa kwa maumbo yanayoashiria heri na baraka. Tumetumia ubunifu wa hali ya juu. Tumetengeneza chakula cha wanyama kwa maumbo ya heri yanayofanana na chakula cha binadamu kinacholiwa wakati wa sikukuu ya mwaka mpya wa jadi wa China. Hii inawapa wanyama fursa ya wao pia kusherehekea mwaka mpya. Hadi sasa tumepata oda zaidi ya 100,000 ya vyakula vya hivi, na viwanda vyetu viko tayari kukidhi mahitaji haya. Kwa mjibu wa wasimamizi wa usambazaji, mahitaji ya chakula hiki yameongezeka kwa kasi, hasa katika miji mikubwa. Kwa sasa tunasafirisha takriban oda 15,000 kwa siku. Oda nyingi zinaelekezwa katika eneo la delta ya mto Yangtze, hasa mjini Shanghai. Wakati huo huo, maduka ya wanyama wa kufugwa nyumbani yameweka bidhaa hizi za sikukuu katika sehemu maalum, hali inayovutia wateja wengi wanaotaka kusherehekea sikukuu pamoja na wanyama wao.
Nimemleta mbwa wangu hapa kusafishwa, ndipo nikaona chakula cha sikukuu ya mwaka mpya wa jadi wa China kwa wanyama. Nimenunua chakula hiki ili mbwa wangu pia afurahie sikukuu. Mkahawa wa kwanza unaotumia roboti zinazoendeshwa na akili bandia AI kikamilifu umeanza majaribio ya uendeshaji katika mji wa Hangzhou, mashariki mwa China, ambako roboti hupika na kuhudumia wateja bila msaada wa binadamu. Ronald Mutie anatueleza zaidi. Mkahawa huu unaotumia roboti kikamilifu, ambako roboti zinazoendeshwa na akili bandia zinapika aina mbalimbali ya vyakula, vinywaji na vitindamlo, na umeanza majaribio ya uendeshaji katika mji wa Hangzhou mkoani Zhejiang, mashariki mwa China. Ndani ya mkahawa huu, roboti wa kupika anaonekana akiandaa chakula maarufu cha Kichina kiitwacho 3-cup chicken. Kwa kufuata programu zilizowekwa awali, roboti huyu anaongeza viungo na vikolezo kwenye sufuria kwa mpangilio, huku mikono yake ikikoroga, kuchanganya na kurekebisha ladha kiotomatiki. Ndani ya dakika chache chakula kiko tayari. The food tastes good and suits my preferences. It would be even better if it were a bit more tender. When I was young, I saw robots cooking in cartoons. Now it feels like a childhood dream has come true. Kwa mujibu wa wafanyikazi wa mkahawa huu, roboti wa kupika wana menu iliyo ndani yao ya zaidi ya vyakula 100, hasa vyakula vya Hangzhou ambavyo vinajulikana kwa ladha nyepesi, safi na laini. Timu ya wabunifu wa mkahawa pia imeunda vyakula 24 vya msimu ambavyo vinachochewa na misimu 24 ya kalenda ya jadi ya Kichina, vinachanganya teknolojia ya kisasa na dhana za jadi za lishe. Aidha, roboti wa kupika tambi katika mkahawa huo ana uwezo wa kuandaa aina 3 tofauti za tambi kwa wakati mmoja, huku kila oda ikichukua takriban dakika 3 kukamilika. Kwa sasa zaidi ya roboti 10 zinafanya kazi katika mkahawa huu, zikiwemo roboti za kupika, kutengeneza tambi, kuandaa mkahawa na kusafisha sakafu, zikihusisha hatua mbalimbali kama vile maandalizi ya chakula, kuhudumia wateja na usafi. Wakati wa sikukuu ya mwaka mpya wa Kichina maarufu kama tamasha la majira ya machipuko, yaani Spring Festival, ikikaribia, mafundi wa jadi kote nchini China wako mbioni kutengeneza taa za asili. Taa hizi ni ishara muhimu ya utamaduni wa Kichina na hutumika kuadhimisha sikukuu kubwa zaidi ya mwaka kwa shamra na mapambo ya kipekee, kama wanavyoarifu Simiyu Wanjala. Katika kiwanda cha taa nyekundu cha sanaa cha Beijing, mafundi bingwa wanakimbizana na muda kukamilisha oda nyingi za taa kwa ajili ya sikukuu ya majira ya mchipuko. Taa za kifalme za Beijing hutengenezwa kwa fremu ya mbao, hupambwa kwa hariri au kioo na kuchorwa michoro ya kisanaa. Pia hupambwa kwa vitundiko, yani tassels, mafundo ya Kichina na mapambo mengine, jambo linalozifanya kuwa mfano halisi wa sanaa ya jadi ya China. Utengenezaji wa taa moja ya kifalme unahitaji zaidi ya vipande 100 vya mbao na unahusisha mamia ya hatua za kazi. Ndio maana sanaa yetu ya kutengeneza taa ina uhusiano wa karibu na usanifu wa majengo ya kale. Mchakato mzima wa utengenezaji hutumia mbinu ya viungio vya mbao bila kutumia hata msumari mmoja. Kusini mwa mto Yangtze, taa za Jiashi kutoka Hainan mkoani Zhejiang, mashariki mwa China, zinajulikana kwa ustadi wa kipekee wa mbinu ya kupenya kwa sindano. Mbinu hii hutumia maelfu ya matundu madogo ya sindano kuchora michoro maridadi kwenye karatasi ya juan nyembamba kama mabawa ya panzi. Katika mkoa wa Guangdong, kusini mwa China, taa za jadi za Jiaozhu hugawanywa katika makundi mawili makuu. Taa hizi hujumuisha vipengele mbalimbali vya urithi wa kitamaduni usiogusika kama vile opera ya Jiaozhu na urembo wa nguo ya Jiaozhu, na hivyo kuwa sanaa kamili inayounganisha taaluma nyingi. Kwa ujumla, utengenezaji wa taa za jadi unaendelea kuwa nguzo muhimu ya kuhifadhi na kurithisha utamaduni wa China, huku zikitoa mwanga, uzuri wa kipekee na wa kina wakati wa maadhimisho ya mwaka mpya wa Kichina. Afrika Kusini iliandaa hafla katika mji wake mkuu wa kiutawala Pretoria siku ya Ijumaa kuwapokea tena wanafunzi 36 waliokamilisha kwa mafanikio programu ya mafunzo ya ufundi ya mwaka mmoja katika chuo kikuu cha ufundi cha Beijing Polytechnic. Hamis Darwish alifuatilia na ametuandalia ripoti hii. Wakati wa kukaa kwao nchini China, wanafunzi hao walipata mafunzo maalum katika uwanja wa Just Energy Transition wanaolenga kuendeleza mabadiliko yanayoendelea kutoka matumizi ya nishati ya mafuta ya kisukuku kwenda kwenye nishati safi. Programu hiyo ilisimamiwa chini ya mpango wa udhamini wa kimataifa wa China na ni sehemu ya ushirikiano mpana wa watu kwa watu na maendeleo ya ujuzi kati ya China na Afrika Kusini.
Wanafunzi walisema walipata maarifa muhimu ya kiufundi, uzoefu wa kimataifa na fursa ya kujifunza kuhusu ubunifu wa kisasa. Today this is a moment to be remembered because as I was growing up it was my dream to actually go to China, except from being registered in any program, but it was always my dream to go to China. But then last year I got an opportunity to be enrolled in this program, and I felt like there is a dream come true. Now I have completed my journey from rural areas to global innovation. China is a very innovative country, and their technology is out of this world. And I think having to learn from such an innovative country is a bonus for us as South Africans, and because we could learn so much that we can put in action when we come to South Africa. Naibu Waziri wa Idara ya Elimu ya Juu na Mafunzo ya Afrika Kusini, Dr. Nomusa Dubenchube, alisema baadhi ya teknolojia ambazo wanafunzi hao walifanyia mafunzo bado hazijaanzishwa Afrika Kusini, akiongeza kuwa uzoefu wao utachangia maendeleo ya nchi hiyo. It's so exciting because not only are these TVET college students, second and third year students, they've now gained a practical experience on the actual, electric vehicles, the safety, combustions, and you've heard when they were talking about it. Some of the things that have not even come to South Africa yet, which means the technology that they've been using there is a technology that is going to help us now advance. Mkoa wa Xinjiang nchini China unaendelea kujenga kwa kasi mtandao wa kisasa na uliounganishwa wa uchukuzi. Hatua hii inaleta fursa mpya za kiuchumi na kurahisisha usafiri kwa wakazi wa eneo hilo. Zakia Pong anatufahamisha zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Mkoa wa Xinjiang nchini China unajenga kwa kasi mtandao wa uchukuzi wa kisasa na unaoingiliana kwa kasi na ngazi ya juu na kuleta fursa za kiuchumi na unafuu mkubwa kwa watu wa huko. Kutoka barabara kuu zinazopasua milima hadi njia za reli zinazopita katika majangwa makubwa. Upanuzi wa njia za usafiri katika mkoa huo zinasaidia sekta kukua na kufanya usafiri kuwa wa kasi na rahisi. Maafisa wanasema mtandao umeundwa ili kutimiza malengo makubwa manne: mzunguko kamili ndani ya mkoa, muunganiko wa kasi na sehemu nyingine nchini China, urahisi wa usafiri kati ya kusini na kaskazini mwa Xinjiang, na mwingiliano wa nguvu na nchi jirani. Ikipita katika moyo wa milima Tianshan, ujenzi wa barabara kuu ya Urumqi hadi Yuli unaendelea kwa kasi. Katika miezi miwili tu, barabara kuu hiyo ya kwanza ya aina yake inayopita katika milima ili kuunganisha maeneo ya kusini na kaskazini mwa Xinjiang itakuwa tayari kutumika katika eneo pana la Xinjiang, maeneo ambayo awali yalitengwa na dunia ya nje. Kwa sasa yamejaa vituo vya usafiri wa kisasa. Kutoka uwanja wa ndege wa Tashkurgan, uwanja wa kwanza mkoani humo ulio umbali wa mita 3258 kutoka usawa wa bahari mpaka barabara kuu ya Yuli hadi Ruoqiang, iliyojengwa katika mazingira magumu sana ya kijiografia, na reli ya Hotan hadi Ruoqiang inayopita katika jangwa la Taklimangan. Muingiliano wa mtandao wa uchukuzi umefanya usafiri kwa watu wa makabila yote kuwa rahisi zaidi. Mpaka sasa, mtandao wa reli ya Xinjiang umefikia urefu wa kilomita 9557, ukichukua zaidi ya 80% ya maeneo ya ngazi ya kaunti.
Mkoa huo sasa una viwanja 28 vya ndege, ikiwa ni idadi kubwa zaidi katika ngazi ya mikoa nchini China, na kuwa na njia 628 za usafiri. Mtandao wake wa barabara pia umepanuka na kufikia kilomita 200,319, huko barabara kuu zikiunganisha wilaya na miji, barabara kuu za kitaifa na mkoa zinazopita kwenye eneo hilo, na njia za vijijini zinazofika kwenye vijijini na nyumba za watu. Hata njia mbaya za zamani za wafugaji zimebadilishwa na kuwa njia bora zinazounganisha uwanda wa nyasi, misitu na vijijini. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na katika sehemu yetu basi ya Jifunze Kichina, tunakuletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia. Karibu kwa pamoja tujifunze lugha ya Kichina. 第11课，你吃什么？ Mambo. Karibu katika daraja la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Kwanza, tuanze kwa kuchangamsha akili zetu. Kutafuta lulu. Lulu ya nguva imepotea. Unaposoma msamiati sahihi, nguva mdogo anaweza kupata lulu yake. Da. Go. Shi. He. Ai. Ping. Guo.你吃什么？我吃苹果。牛奶和水，你喝哪个？我喝牛奶。你吃什么？我吃苹果。牛奶和水，你喝哪个？我喝牛奶。他吃什么？他吃苹果。他喝什么？他喝牛奶。你吃什么？
我吃苹果。牛奶和水，你喝哪个？我喝牛奶。今天吃什么？今天是爸爸的生日，吃面条。我爱吃蛋糕。今天吃什么？今天是爸爸的生日，吃面条。我爱吃蛋糕。今天他们吃什么？他们吃面条。他爱吃什么？他爱吃蛋糕。今天吃什么？今天是爸爸的生日，吃面条。我爱吃蛋糕。Sasa tumemaliza maandishi yetu. Hebu tutazame video hii kuhusu hadithi, kisha tujibu maswali. 你喜欢吃什么？我喜欢吃寿司。我喜欢吃披萨。我们爱喝冰水。我们爱喝热水。你喜欢吃什么？他喜欢吃什么？他喜欢吃寿司。他喜欢吃什么？他喜欢吃比萨。他们爱喝什么？他们爱喝冰水。他们爱喝什么？他们爱喝热水。 Kazi ya kufanya nyumbani leo ni kusoma andiko. Kesho tutaendelea kucheza mchezo huu. 再见. Na kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Jacob Mogoa na nasema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.